Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Naamini nyote ni wazima. Karibuni sana kwa mafundisho haya. Kichwa chetu cha fundisho la siku ya leo ni tunaishi ulimwengu wenye imani mbili. Tunaishi ulimwengu wenye imani mbili. Siku ya leo tutajua imani mbili zimetokana kwa njia gani. Tunaishi ulimwengu wenye imani mbili. Kuna imani ya ulimwengu wa kiroho wa Mungu na kuna imani ya ulimwengu wa kiroho wa Shetani. Ulimwengu ni mmoja wa kimwili, lakini tunapotafuta nguvu lazima tufanye uamuzi. Wanaoamini Mungu huingia ulimwengu wa kiroho wa Mungu. Wasiomwamini Mungu huingia ulimwengu wa kiroho wa Shetani. Kwa hivyo tunaishi ulimwengu wenye imani mbili. Imani ya ulimwengu imetokana na vitu ambavyo havihusiani na Mungu. Imani ya ulimwengu kiongozi wake ni Shetani. Imani ya ulimwengu imebeba karama, imebeba mamlaka ya ulimwengu. Huwezi kutumia imani ya ulimwengu ukaitisha vitu vya ufalme wa mbinguni. Imani ya ulimwengu hufanya kazi kulingana na mapenzi ya ulimwengu. Nayo imani ya mbingu inatokana na neno la Mungu. Imani ya mbingu, imani ya ulimwengu wa kiroho wa Mungu inatokana na neno la Mungu. Mwanadamu anapoeka neno la Mungu moyoni mwake na kutenda kile ambacho neno la Mungu linasema, basi kuna nguvu inayokuwa ndani ya moyo wa mwanadamu. Hiyo ndiyo tunayoita imani. Kwa hivyo imani ya ulimwengu wa kiroho wa Mungu imetokana na neno la Mungu. Yoyote anayekuwa mtendaji wa neno la Mungu humpokea Roho Mtakatifu. Anapompokea Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu humjulisha mwanadamu jinsi ukuu wa Mungu ulivyo. Mwanadamu baada ya kuamini hivyo, mwanadamu huweka imani yake kwa Mungu. Kwa hivyo imani ya ulimwengu wa kiroho wa Mungu msingi wake ni neno la Mungu. Baada ya mwanadamu kujua kile ambacho aliahidiwa na Mungu, basi imani yake hukua. Kwa hivyo imani ya ulimwengu wa kiroho wa Mungu imetokana na neno la Mungu. Yeyote anayeeka neno la Mungu moyoni mwake, basi anaweza kutumia imani hiyo kununua vitu vya ufalme wa mbinguni. Hauwezi kununua vitu vya ufalme wa mbinguni kutumia imani ya ulimwengu, kwa sababu imani ya ulimwengu inapingana na mapenzi ya Mungu. Imani ya ulimwengu hufanya kazi kulingana na mapenzi ya ulimwengu. Kwa hivyo imani ya Mungu humsaidia ama humpa mtu kile anachotaka kutoka kwa Mungu. Imani ya Mungu, imani inayotokana na neno la Mungu, humpa muamini kile anachokitaka kutoka kwa Mungu. Kwa sababu imani ni sarafu ya mbinguni tunayoitumia kununua vitu vya ufalme wa mbinguni. Yoyote ambaye yuko na imani ambayo imetokana na neno la Mungu, basi ana uwezo wa kuitisha kile anachokihitaji kwa Mungu. Watu wa dini, imani yao imekosa nguvu. Watu wa dini wamekosa kupokea kile wanachokiitisha kutoka kwa Mungu, kwa sababu imani zao zimetokana na vitu ambavyo havihusiani na Mungu, havihusiani na neno la Mungu. Imani yao imekuwa kikwazo mbele za Mungu, kwa sababu wao wanaitisha kulingana na mapenzi yao wenyewe, bali si mapenzi ya Mungu. Imani ya ufalme wa mbingu hufanya kazi kulingana na mapenzi ya Mungu. Yeyote aliye na imani ya mbingu ataitisha kulingana
na mapenzi ya Mungu, hataitisha kulingana na mapenzi yake yeye mwenyewe. Kwa hivyo watu wa dini wakati wao upo siku zote. Ndiyo maana imani zao hutaka zifanye vile ambavyo wanataka hao wenyewe. Kwa hivyo ulimwengu uko mara mbili. Kuna ulimwengu wa kiroho wa shetani, ulimwengu wa kiroho wa Mungu. Imani ya ulimwengu wa kiroho wa shetani uweze kuitumia kupokea baraka za ufalme wa mbingu. Hauwezi kuitumia kulinda kile ambacho umepewa na Mungu. Ikiwa kitu kimetoka ulimwenguni, basi hauwezi kukilinda kutokana na imani ya mbingu. Kinachotoka kwa ulimwengu wa kiroho wa Mungu hulindwa na imani ya ulimwengu wa kiroho wa Mungu. Kinachotoka ulimwengu wa kiroho wa shetani hulindwa na imani ya ulimwengu wa kiroho wa shetani. Kwa hivyo imani ya Mkristo, imani ya muamini anayemwamini Mungu, msingi wake ni neno la Mungu. Ikiwa imani yako haijatokana na neno la Mungu, imani yako haiwezi kukusaidia wakati wa shida. Ndiyo maana watu wa dini wamelani Mungu, kwa sababu imani zao wanazitumia kumsongelea Mungu wakati wa shida. Hawapati jawabu lao kwa sababu imani zao zimetokana na vitu ambavyo havihusiani na neno la Mungu. Lakini wewe Mkristo, ikiwa imani yako itatokana na neno la Mungu, omba chochote unachokihitaji kutoka kwa Mungu, utakipokea. Ikiwa imani yako imetokana na vitu ambavyo havihusiani na neno la Mungu, hata ukaomba usiku kucha, hutapokea chochote. Utashtukia siku tu umekufa hivyo hivyo. Ndio nimeona ubatili mkubwa. Watu wanasema kwamba Mungu ninayemtumikia ndiye atakayeniponya, lakini imani yake aliyo nayo haijatokana na neno la Mungu. Unajipotezea wakati, utakufa tu pendo katae. Kuna magonjwa mengine hata si ya kuua. Kuna magonjwa mengine huwa Mungu amekuja kujaribu. Huwa Mungu anataka kukuokoa. Shida ni kwamba ni nani babako wa kiroho? Babako wa kiroho ndiye atakayefanya uione mbingu ama uikose mbingu. Babako wa kiroho, huyo mchungaji wako, ndiye atakayefanya uikose mbingu ama uipate mbingu. Babako wa kiroho anakuelekeza vipi? Babako wa kiroho anakulea vipi? Babako wa kiroho anakwambia nini akikaa na wewe? Sadaka haiwezi kukufanya ukapokea vitu vya ufalme wa mbinguni. Tunaiga watu wa zamani, tunaiga watu wa Biblia. Hatukujua, hatuna ufahamu na hayo mambo. Msingi wa imani ya Mkristo ni neno la Mungu. Kwa sababu gani nasema neno la Mungu? Unapoweka neno la Mungu moyoni mwako na kutenda kile ambacho neno la Mungu linasema, basi Roho Mtakatifu lazima atakuja. Roho Mtakatifu atakapokuja, atakujulisha jinsi ukuu wa Mungu ulivyo. Mwanadamu anapojua jinsi ukuu wa Mungu ulivyo, basi imani yake hukua. Mwanadamu uzidi kuamini Mungu kwa sababu amejua jinsi ukuu wa Mungu ulivyo. Kwa hivyo watu wa dini hawajui jinsi ukuu wa Mungu ulivyo. Ndiyo maana vile vinavyoonekana ushawishi imani yao. Vile vinavyoonekana ushawishi imani yao. Angalia kijakazi wa Elisha. Alipotoka nje akaona boma lote limezingirwa na watu wa vita. Kijakazi wa Elisha aliingiwa na hofu kwa sababu hakuwa anajua Mungu wa Elisha. Kijakazi wa Elisha angekuwa anajua Mungu wa Elisha, kile ambacho kilionekana mbele ya macho yake hakingeweza kushawishi imani yake. Lakini kijakazi wa Elisha hakuwa anajua Mungu wa Elisha. Elisha hata hakuwa na haja kuangalia kile ambacho kiko nje.
Lakini kijakazi wa Elisha hakuwa anajua njia za Mungu za kiroho. Ndiyo maana umati aliouona ukashawishi imani yake, akaingiwa na hofu. Mimi nikuuliza hivi, unamjua yule anayeishi naye? Unamjua yule anayekusalimia kila siku? Kama haumjui, achana naye. Kama haujui, achana naye. Kijakazi wa Elisha angekuwa anajua Mungu wa Elisha, kijakazi wa Elisha angeshawishiwa na umati wa watu. Una hasara. Kwa hivyo asiamini Mungu, kile kinachoonekana ushawishi imani yake, kwa sababu imani yake imetokana na vitu vinavyoonekana. Kwa hivyo fundisho la siku ya leo, tunaishi ulimwengu wenye imani mbili. Imani ya ulimwengu wa kiroho wa Shetani, imani ya ulimwengu wa kiroho wa Mungu. Ubarikiwe sana. Ubarikiwe sana. Naamini nimekufungua mahali. Naamini nimekusaidia mahali. Naamini nimekusaidia mahali. Mungu akubariki. Uwe na wakati mwema. Nitamaliza tu na kanyimbo, alafu Mungu atawabariki. Kanyimbo kanasema hivi: neno lako nimethibitisha lina uzima. 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 God bless you. God bless you. I love you so much. I love you so much. God bless you. Have a nice time.